Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud amenusurika kuuawa hapo jana siku ya Jumanne baada ya msafara wake kushambuliwa na magaidi wa Al-Shabaab. Ripoti za serikali zilieleza kuwa msafara wa rais huyo ulikuwa unaelekea uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mogadishu. Leo katika gumzo tunaangazia ni kwa nini kundi la Al-Shabaab bado lina nguvu namna hiyo. Nimezungumza na Hassan Harun, mchambuzi wa siasa za Somalia. Kuna njia mbili ambaye imefanya wao wawe na nguvu. Huwa ni kabila ambaye inaanza kuendeza hizi kazi. Kwa mfano, utakuta vijiji ambaye ziko kando za capital city ama mji mkuu Mogadishu, huwa kuna makabila wanachunga hizo area, na hizo ndio makabila hawa ndio wanakubalia hawa wawe kwa area yao, ndio waende wafanye uhalifu huko mji kuu, wakiwa mlengo wao ni kupiga serikali ama kiwanja ndege ama mtu ambaye ako maarufu kwa kabila ambaye tofauti na ile ambaye hao wanafanya. Na njia hao wanatumia ni ile ya kusema kwamba tulinde nchi yetu, tulinde dini yetu, na lazima kila mtu alipe hiyo ushuru. Kwa hivyo kitu hiyo mpili, kabila, ushuru ambaye hao wanaokota, na ya tatu kuna tuhuma kwamba kuna watu wa nje ambao wanapatia hawa silaha ambaye wanatumia kwenda kuangamiza ama kutenda uhalifu. Je, raia wa Somali sasa wanahisi vipi ikiwa kiongozi mkubwa kama rais anaweza kulengwa? Wao wanajisikia vipi? Ni mzuri kuelewa kwa nini rais alilengwa. Sababu ni kwamba rais ile aliingia, atamu ya Farmajo ile imeisha, rais wa zamani huyu akasema kuwa atapiganana na Al-Shabaab. Ndio akaanza ile safari mwendo ya kupiganana na Al-Shabaab. Wakati alipiganana na Al-Shabaab alisema kwamba ya kwanza ni kwamba wale wanabiashara walikuwa wanalipa ushuru kwa Al-Shabaab lazima wasimamishe. Hiyo ndio ya kwanza ambaye alishughulikia. Ya pili ni kwenda kupigana na wao, kuondoa hawa kwa ile majiji ndogo ndogo ambaye wao walikuwa ndani. Sasa wakasema kwamba lazima wapiganane na serikali. Ndio hiyo utakuta rais anaweza akapigwa. Lakini unasema ni nini ndio imerahisisha wao waweze kupiga rais ama kiongozi wa nchi? Ni kwa sababu Al-Shabaab hawana uniform yoyote, ama hakuna mtu ambaye unaweza ukasema huyu ni Al-Shabaab ama huyo sio Al-Shabaab. Wako na wewe hapa kwa hapa. Inaweza kuwa hata wale ambao wanazingira rais ambao wafanye kazi wanaweza kuwa wana habari kwamba rais anafanya kitu fulani ama anaenda mahali fulani. Ni maeneo ambayo Al-Shabaab inayashikilia sana nchini Somalia wakati huu. Ile jiji kuu kama Mogadishu ambaye sio hata yote wako ndani, lakini ile jiji zingine ndogo ndogo ambaye haziko ama hata jiji kuu ya ambaye sio jiji kuu ya jimbo la serikali la jimbo, kila mahali ambaye serikali hawana presence wao ndio wako naye. Wameweka ile inaitwa roadblock, wanaokota ushuru kwa wanabiashara, na huko ndio mahali wanapanga ile njia yao ya kwenda kupiga sehemu fulani, wakiwa wamepangia huko. Ile ingine ambaye mimi tuliona ni kwamba wale wa vijana wanatumika kwenda kujilipua ama kwenda kulipua mahali fulani ni wa vijana ambayo wamepatiwa madawa ya kulevya ama madawa fulani, na utakuta huyu ambaye amefanyiwa ile wazungu wanaitanga brainwash, na wakienda kutimiza hiyo uhalifu, hao wenyewe hawajijui na hata hawataki kujua kama watakufa ama hawatakufa. Unaona tukio hili litaathiri vipi utawala wa Rais Sheikh Mohamud? Sehemu zake za security yake ama protection yake naona inakaa imekuwa weak. Kama wanaweza kuattack yeye ama wanaweza kupiga yeye akiwa yeye ni rais wa nchi, basi inakaa yeye pia anaweza akapigwa. Kwa hivyo inaweza ikapatia nia ya kusema kwamba kumbe tunaweza kupiga hata rais. Kwa hivyo Al-Shabaab wanaweza kupata nia ndio waendeleze hizo. Ya pili ni utakuja kukuta kwamba yeye atakuja kuamkia na aseme kwamba watu wapigwe, Al-Shabaab wapigwe. Sasa utakuta kabila ambaye ilikuwa wanasaidiana na hao watu ama wananyamazia wakijua kwamba wenye wanaendelea
kuendeleza hii shida ni wa vijana kutoka kabila yao ama wazee kutoka kwa kabila yao, basi itakuwa sasa ile tension ya ukabila inaweza kuwa ikuje, na ile security yake ina surround yeye. Pia anaweza akafikiria kwamba kumbe hii watu wako na nia ingine, ama kuna mwanasiasa fulani ambaye ako na nia ingine, kwa sababu Somalia siasa yake inakuwa very complex, kwa sababu utakuta mara ni upande ya kabila, mara utakuta ni upande ya ofisi, mara utakuta mtu ambaye anatakiwa atolewe. Ni hatua gani hazijachukuliwa kisawasawa ili kundi hili liweze kudhibitiwa ipasavyo? Ya kwanza, inafaa serikali saizi wanatumia polisi ama jeshi la serikali kwenda kupigana na Al-Shabaab. Wao Al-Shabaab wako kwa wananchi wa kawaida. Kwa hivyo nadhani ningependa kama serikali wangetumia wananchi wa kawaida kutimiza kwamba Al-Shabaab ni kitu mbaya. Kwa hivyo kila mtu apiganane naye kila mahali, kabila yoyote ambaye wakiwa mahali ambayo waliishi wapatiwe nguvu ya kwenda kuangalia. Hiyo inaweza kuwa wakitumia wananchi wa kawaida. Ya pili, wanafaa kuongeza intelligence yao ama ujasusi yao, kwa sababu wao si ambaye jeshi ambaye unaweza ukakuta wameshikilia mahali fulani ndio wewe uende utume jeshi yako waende wapiganane. Hao watu wako na wewe kwa jiji. Kwa hivyo ujasusi ndio inafaa serikali ongeze nguvu, ndio angalau hiyo ujasusi iweze kugundua hawa wahalifu wakati wanataka kutenda uhalifu yao. Kumbe hii watu wako na nia ingine, ama kuna mwanasiasa fulani ambaye ako na nia ingine, kwa sababu Somalia siasa yake inakuwa very complex, kwa sababu utakuta mara ni upande ya kabila, mara utakuta ni upande ya ofisi, mara utakuta mtu ambaye anatakiwa atolewe. Ni hatua gani hazijachukuliwa kisawasawa ili kundi hili liweze kudhibitiwa ipasavyo? Ya kwanza, inafaa serikali saizi wanatumia polisi ama jeshi la serikali kwenda kupigana na Al-Shabaab. Wao Al-Shabaab wako kwa wananchi wa kawaida. Kwa hivyo nadhani ningependa kama serikali wangetumia wananchi wa kawaida kutimiza kwamba Al-Shabaab ni kitu mbaya. Kwa hivyo kila mtu apiganane naye kila mahali, kabila yoyote ambaye wakiwa mahali ambayo waliishi wapatiwe nguvu ya kwenda kuangalia. Hiyo inaweza kuwa wakitumia wananchi wa kawaida. Ya pili, wanafaa kuongeza intelligence yao ama ujasusi yao, kwa sababu wao si ambaye jeshi ambaye unaweza ukakuta wameshikilia mahali fulani ndio wewe uende utume jeshi yako waende wapiganane. Hao watu wako na wewe kwa jiji. Kwa hivyo ujasusi ndio inafaa serikali ongeze nguvu, ndio angalau hiyo ujasusi iweze kugundua hawa wahalifu wakati wanataka kutenda uhalifu yao.